Bwana, leo Talent Media nataka nikusogezee wanasoka 10 ambao wameweza kung'ara duniani mwaka 2025. Mwaka mwingine wa 2025 umemalizika na kuanza mwaka 2026. Lakini mwaka 2025 umekuwa mwaka mzuri kwa wanasoka wengi wa soka. Ukiacha mchezaji kama Declan Rice ambaye ameanza msimu huu mpya vizuri. Makala hii inaangazia pia wachezaji waliofanya vyema katika kalenda nzima ya mwaka 2025 tangu Januari mpaka Disemba. Kutoka kwa vipaji vipya vinavyopaa hadi wachezaji wenye uzoefu kuonyesha bado wako kileleni. Sasa ungana nami niweze nikuambie ni nini ambacho iliweza kutokea ndani ya miezi 12. Karibu. Tukianza na namba 1, Harry Kane ambaye anaichezea Bayern Munich. Nahodha wa England amekuwa katika kiwango bora Tukianza na Harry Kane ambaye anaichezea Bayern Munich. Huyu ni nahodha wa England ambaye amekuwa katika kiwango chake bora cha maisha yake ya soka kwa mwaka 2025 akiendelea kupachika mabao akiwa na Bayern Munich. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Spurs mwenye umri wa miaka 32 amefunga mabao 60 kwa klabu yake na taifa mwaka 2025. Hata hivyo bado mabao hayo haifikiri rekodi ya mabao mengi zaidi katika mwaka mmoja ambayo Lionel Messi alipofunga mabao 91 mwaka 2012. Lakini mwingine ni Lamine Yamal ambaye anachezea Barcelona. Lamine Yamal ana umri wa miaka 18 tu, lakini amekuwa akijulikana kwa muda mrefu kutokana na kiwango chake cha kushangaza. Alikuwa bora akiwa na timu ya taifa ya Hispania waliposhinda Euro 2024 mwaka uliopita ameendelea kufanya vyema. Mchezaji huyo mdogo amefunga mabao 7 na kutoa pasi za mabao 8 kwenye michezo 14 ya La Liga kwa Barcelona msimu huu. Nusu ya kwanza ya mwaka huu ameshafunga mabao 11 na kutoa pasi za mabao 10 kwa klabu na timu ya taifa. Mwingine ni Ousmane Dembele ambaye anachezea Paris Saint-Germain. Dembele yeye alianza mwaka 2025 kwa kiwango cha ajabu akiwa amefunga mabao 15 katika michezo yake 8 ya kwanza, akimaliza kampeni ya 2024-25 akiwa na mabao 35 katika michezo 53, kiwango bora kabisa katika maisha yake ya soka. Mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 28 alipata tunzo ya kwanza ya Ballon d'Or kutokana na kiwango chake bora uwanjani, na ingawa mabao hayajaendelea kupatikana kama alivyoanza mwaka, bado mwaka 2025 umeonekana wa kushangaza kwake. Mchezaji mwingine ni Erling Haaland ambaye anaichezea Manchester City. Ni mtu jasiri sana asiyemchagua Erling Haaland kama captain katika timu yake ya First Premier League kwa sababu mshambuliaji huyu wa Manchester City mwenye umri wa miaka 25 amekuwa wa kushangaza mbele ya goli msimu huu. Amefunga mabao 25 katika michezo 24 tu, huku pia akiwa na kiwango sawa cha ajabu na kuisaidia Norway kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1998 akiwa amefunga mabao 16 katika michezo 8 ya kufuzu. Mchezaji mwingine ni Cole Palmer ambaye anachezea Chelsea. Msimu huu umekuwa mgumu kwa Cole Palmer kutokana na majeraha kupunguza muda wake wa kucheza. Lakini alikuwa mchezaji wa kuangazia katika kombe la dunia la klabu msimu wa joto na alikuwa mchezaji muhimu kwa Chelsea msimu uliopita. Aliwasaidia Blues kurudi katika ligi ya mabingwa, kutoa pasi muhimu 2 katika ushindi wa Chelsea dhidi ya Real Betis katika finali ya UEFA Conference League, na kisha akawa mchezaji bora wa mashindano ya dunia klabu, akiwapiku baadhi ya timu na wachezaji wakubwa zaidi wa soka duniani. Palmer mwenye umri wa miaka 23 alifunga mabao 3 na kutoa pasi 2 za mabao, huku hakuna mchezaji mwingine aliyemzidi kwa mchango wa mabao 5. Mchezaji mwingine ni Nuno Mendes. Huyo yeye anaichezea Paris Saint-Germain. Kwa kuwa PSG walishinda makombe 3 mwaka 2025, wachezaji wa klabu hiyo kuwepo kwenye orodha hii mojawapo ni yeye. Mabao na pasi za mabao mara nyingi hautawala vichwa vya habari, lakini Nuno Mendes mwenye umri wa miaka 23 amejiweka kama mmoja wa mabeki wa kushoto bora zaidi duniani kwa kiwango chake bora mwaka uliopita akiwa na PSG. Mchezaji mwingine ni Gianluigi Donnarumma ambaye yeye anaitumikia Paris Saint-Germain pia na Manchester City. Kipa huyo
aliyesajiliwa na Manchester City kutoka PSG. Msimu wa joto alitwaa tunzo ya FIFA ya kipa bora wa mwaka 2025. Mchezaji huyu wa taifa la Italia alitambuliwa kwa mwaka wa kipekee ambapo alishinda ligi ya mabingwa kwa mara ya kwanza na vikombe vitatu vya ndani akiwa na PSG. Miezi michache baadaye amejijenga kama sehemu muhimu ya timu ya Pep Guardiola ya Manchester City, ambayo kwa sasa iko nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya England na ya 4 ligi ya mabingwa. Mchezaji mwingine ni Pedri ambaye anaitumikia Barcelona. Pedri mwenye umri wa miaka 23 ambaye alifurahia msimu bora kabisa wa taaluma yake kwa mwaka 2024-25 akiwa msaada mkubwa kwa Barcelona kushinda makombe matatu ya ndani. Sasa anachukuliwa kuwa mmoja wa wachezaji bora wa nafasi ya kiungo duniani. Alikuwa na idadi kubwa ya kupora mipira kwa mara 254 kati ya wachezaji wa ligi 5 bora za Ulaya msimu uliopita, na pia alionyesha kuwa ni mchezaji bora wa kutengeneza nafasi za mabao, akitengeneza nafasi 70 kwa wachezaji wenzake wa Barcelona. Kwa kuwa matatizo ya majeraha yamepita, sasa anaendelea kuwa sehemu muhimu ya Barcelona msimu huu na ameisaidia klabu hiyo kuwa kileleni kwenye ligi ya La Liga mbele ya wapinzani wao Real Madrid. Mchezaji mwingine ni Kylian Mbappe. Yeye anaitumikia Real Madrid. Mwaka 2025 umekuwa mwaka wa mafanikio kwa Mbappe, Mfaransa aliyefunga mabao 59 katika mashindano yote akiwa na Real Madrid. Hii inamaanisha mshambuliaji huyo mwenye miaka 27 amefungana rekodi na idadi ya mabao katika mwaka mmoja ambao Cristiano Ronaldo aliweka mwaka 2013. Mchezaji wa mwisho ni Vitinha ambaye anaitumikia Paris Saint-Germain. Kwa kuwa nafasi ya kiungo wakati wa kujihami haiwezi kutajwa sana kama washambuliaji, mchezaji wa nafasi hiyo lazima awe wa kipekee ili kuweza kuzingatiwa na kutajwa kama mchezaji bora zaidi duniani. Vitinha mwenye umri wa miaka 25 hakika amekuwa na mwaka wa kipekee sana mwaka 2025. Ikilinganishwa na kiungo maarufu wa zamani wa Barcelona Andrés Iniesta, Vitinha ana mbinu bora na nafasi sahihi ya kucheza ambayo inawezesha kutawala mechi kutoka katikati ya uwanja akiwa na PSG. Nini maoni yako? Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Sina la ziada. Bye bye.